Karibu tena msikilizaji katika simulizi yetu pendwa, simulizi ya kusisimua, simulizi inayokwenda kwa jina la Najuta kutoa siri ya utajiri wangu, sehemu ya 5 na ya mwisho. Asante kwa kuendelea kwa nami katika safari hii ya simulizi iliyojaa mafumbo, maamuzi magumu na mafunzo ya maisha. Katika sehemu iliyopita tulimuona Baraka akiwa katika kipindi kigumu zaidi maishani mwake. Ni baada ya siri ya utajiri wake kufichuka. Baraka aliamua kumpigia simu yule mtaalamu ambaye alimpa utajiri huo. Baraka alikuwa anatumaini kwamba akimpigia mtaalamu yule huenda kwa namna moja ama nyingine anaweza kupata suluhisho. Hata hivyo jibu alilopata kutoka kwa mtaalamu yule lilimshtua sana na kumuumiza sana Baraka. Mtaalamu yule alimweleza kuwa ili aendelee kubaki na utajiri wake, alipaswa kufanya uamuzi mzito ambao asingetegemea katika maisha yake. Alipaswa kumtoa sadaka mamake mzazi au mke wake yeye mwenyewe ambaye tayari alikuwa anafahamu siri ya utajiri wake. Maneno hayo yalimchanganya sana Baraka na kumweka katika njia panda kubwa sana. Baraka alishindwa afanye nini. Mazungumzo hayo yalimalizika ghafla baada ya mtaalamu kukata simu na Baraka akabaki peke yake akiwa amezama katika mawazo na hofu kuhusu maisha yake yajayo. Basi tuendelee na simulizi yetu. Wanasema katika maisha kuna wakati maamuzi magumu hayana majibu mepesi. Baraka mimi nilikaa nikitafakari usiku kucha, nikikumbuka kila neno aliloniambia yule mzee, lakini pamoja na hofu yote iliyokuwa moyoni mwangu, nilishindwa kufanya jambo ambalo dhamiri yangu haingeweza kulikubali, jambo la kutoa uhai wa mtu, jambo la kumtoa mamangu sadaka au la kumtoa mke wangu. Jambo hili sikulikubali. Msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkai, anayetuelezea kisa hiki ni mwanaume anayefahamika kwa jina la Baraka. Basi Baraka anaendelea kuongea. Baraka anasema, baada ya mke wangu kuondoka, nilibaki nikiwa na mawazo mengi sana. Nilibaki nikiendelea kuwaza yale maneno ambayo yule mtaalamu ameniambia. Mawazo yalikuwa mengi sana kichwani mwangu. Mawazo yalinizunguka kila upande. Nikawa najiuliza, eti anasema nimtoe mke wangu au nimtoe mamangu mzazi? Hapana. Ili swala haliwezekani. Na kadri nilivyozidi kuwaza, ndivyo moyo wangu ulivyozidi kuniuma zaidi. Baraka anasema, nilikumbuka jinsi mamangu alivyonilea kwa shida tangu nilipokuwa mtoto. Nikakumbuka jinsi mke wangu alivyonisitiri japo kwa kipindi kifupi tu. Haikuwa rahisi kwa Baraka mimi kuchukua uamuzi ambao mwanadamu mwenye huruma angeweza kuufanya. Basi baada ya kufikiri kwa muda mrefu, nilifanya uamuzi sahihi. Nilifanya uamuzi wa kwamba sitamtoa mtu yoyote yule katika maisha yangu. Yaani kama utajiri ninaotaka mimi, basi niendelee kuumia mimi na si kuumiza wale wanaonipenda. Nilijisemea moyoni kwamba kama huu ndio mwisho wa utajiri wangu, basi iwe hivyo. Lakini kamwe sitapoteza maisha ya mtu yoyote ninayempenda kwa ajili ya mali tu. Sitoweza. Baraka anasema, nilikata shauri la kusubiri. Nilitaka kuona ni nini kingetokea. Nikajipa muda wa mwezi mmoja. Na ndani ya mwezi huo nilikuwa naendelea kufuatilia biashara zangu na kuona kama kweli utajiri wangu ungeanza kupotea kama yule mtaalamu alivyonionya. Lakini hata kabla mwezi haujaisha, mateso yangu yakaanza. Kidonda changu kilibadilika. Tofauti na zamani, kidonda kile hakikuuma tena saa 8 usiku peke yake, bali safari hii maumivu yalikuwa ni kila saa, kila dakika, kila wakati. Maumivu ya kidonda yalikuwa ni asubuhi, mchana, jioni na usiku. Na hakukuwa tena na muda wa kupumzika. Nilihisi kana kwamba mguu wangu ulikuwa unateketea kwa moto usioonekana. Wakati mwingine maumivu yalikuwa ni makali kiasi kwamba nilishindwa hata kusimama. Nilianza kutembea kwa kuchichimia, lakini jambo lililoniumiza zaidi halikuwa maumivu tu. La hasha. Bali ukweli ulikuwa ni kwamba kidonda kile hakikutoa tena pesa. Yaani pamoja na maumivu yale, pesa hazikutoka tena katika kidonda kile. Usiku ulipofika, nilijifungia ndani ya kile chumba cha siri kama nilivyozoea. Nilisubiri, nilivumilia maumivu, lakini hakuna hata mdudu mmoja aliyetoka. Badala yake kidonda kilitoa harufu kali mno iliyojaa chumba kizima. Harufu ile ilikuwa ni mbaya kiasi kwamba hata mimi mwenyewe nilishindwa kuvumilia. Nilikaa sakafuni nikiwa nimejishika mguu na machozi yakinitiririka. Nilikuwa nikijisemea kwamba kwa hiyo
huu ndio mwisho wa utajiri wangu? Nilijiuliza kwa sauti ya chini. Usiku mmoja, usiku wa pili, wiki moja, wiki mbili, hali ilikuwa ile ile. Maumivu yalizidi kuongezeka, harufu ilizidi kuwa kali, lakini pesa hazikutokea tena. Nilibeba mateso yale peke yangu. Sikutaka mtu yeyote ajue nilichokuwa nakipitia. Mchana nilivaa tabasamu mbele ya watu. Nilizungumza kana kwamba kila kitu kilikuwa sawa kwa upande wangu. Lakini usiku nilikuwa nikilia peke yangu ndani ya kile chumba. Kwa mara ya kwanza tangu nipate utajiri, nilitambua kuwa fedha zinaweza kuondoka, lakini maumivu yanaweza kubaki milele. Baraka bado anaendelea kutueleza. Baraka anasema, wanasema pindi balaa linapokuja, siku zote haliji peke yake. Nilidhani maumivu ya kidonda ndio yalikuwa mtihani mkubwa zaidi katika maisha yangu, lakini sikujua kwamba huo ulikuwa ni mwanzo tu wa kuanguka kwa kila kitu nilichokijenga kwa miaka mingi. Na siku zilikuwa zikipita, huku hali yangu ikizidi kuwa mbaya. Kidonda changu kilikuwa kinoma mchana na usiku. Harufu kali haikuacha kutoka, na kidonda kile kilikuwa kitoe pesa tena. Baraka mimi nilijikaza kuendelea na shughuli zangu za biashara, huku nikiendelea kujifariji kuwa huenda hali ile ingebadilika, lakini badala yake haikubadilika. Majanga yakaanza kufuatana. Nakumbuka asubuhi moja nikiwa ofisini, simu yangu iliita. Nilipokea. Upande wa pili kulikuwa na meneja mmoja ambaye alikuwa akisimamia maduka yangu. Sauti yake ilikuwa ya hofu. Sauti ile ilisikika ikisema, "Bosi, kuna moto umetokea ghafla. Duka letu kubwa limeteketea, bidhaa nyingi zimeungua." Baraka anasema kabla hata sijapata nafuu ya mshtuko ule, simu nyingine ikaingia. Upande wa pili ukasikika ukisema, "Bosi, lori lililokuwa limebeba bidhaa limepata ajali, mizigo mingi imeharibika." Baraka anasema nilishika kichwa, sikujua nini nifanye. Dakika chache baadaye simu nyingine ikaingia. Sauti ikasikika ikisema, "Bosi, kuna taarifa mbaya ofisini. Wateja wakubwa wamevunja mikataba yao, eti wamesema kwamba hawezi kuendelea kufanya biashara na sisi." Baraka anasema nilihisi dunia inanizunguka. Hasara zilikuwa zinaingia mfululizo, yani sekunde baada sekunde, dakika baada dakika, nilikuwa napata taarifa mbaya tu. Mara majengo yanaungua, biashara zinateketea, yani nilikuwa furu tafrani. Biashara nilizozijenga kwa jasho na maumivu zilianza kuyumba mbele ya macho yangu. Baraka anasema nilijaribu kusimama kutoka kwenye kiti, lakini maumivu ya kidonda yalichanganyikana na mshtuko wa taarifa zile ambazo nilikuwa nazidi kuzipokea. Macho yangu taratibu yakaanza kuona ukungu mbele yangu. Masikio yakaanza kuziba. Nilihisi kama upepo mkali unavuma katikati ya masikio yangu. Kisha baadaye kila kitu kikawa giza. Yaani sikujua kipi ambacho kilikuwa kinaendelea mbele yangu. Bado Baraka anaendelea kutueleza. Baraka anasema, nilipozinduka nilihisi harufu ya dawa. Macho yangu yalikuwa mazito mno. Nilijaribu kuyafumbua taratibu, na nilipoangalia pembeni niliona dari jeupe, na moja kwa moja nikagundua kwamba sikuwa nyumbani bali nilikuwa hospitalini. Niligeuza kichwa changu polepole. Pembeni ya kitanda changu alikaa mamangu mzazi. Mama yangu alikuwa ameinamisha kichwa huku akilia kwa uchungu. Macho yake yalikuwa mekundu kwa kutoa machozi. Mama yangu aliponiona nikifumbua macho, alinyanyua kichwa kwa haraka, kisha akasema, "Baraka mwanangu, umeamka?" Mama alisimama haraka na kunishika mkono. Machozi yakazidi kumtoka mamangu. Mamangu akaendelea akasema, "Mwanangu, umenitia hofu sana. Madaktari wamesema ulipoteza fahamu kutokana na uchovu mkubwa na maumivu makali ambayo ulikuwa ukiyapata." Baraka anasema nilimtazama mamangu. Kwa mara ya kwanza tangu utotoni mwangu nilimwona mamangu akiwa dhaifu kiasi kile. Nilihisi moyo wangu ukiuma. Kwa sauti ya chini nikamuuliza mamangu. Nikamwambia, "Mama, nimekaa hapa kwa muda gani?" Mamangu akafuta machozi, kisha akaniambia, "Umekaa siku 2 mwanangu. Siku 2 ulikuwa ujitambue." Baraka anasema nilifumba macho kwa huzuni. Mawazo ya yule mzee yakanijia tena. Mawazo ya siri ya utajiri wangu, na yale maneno yake ya mwisho ambayo aliniambia kwamba kama nataka kuendelea kuwa tajiri, natakiwa kufanya maamuzi magumu, na kama sitafanya maamuzi magumu, basi utajiri wangu utaanza kuondoka taratibu. Nilitambua kuwa kila alichokisema yule mzee kilikuwa kinaanza kutimia.
Lakini nilipomtazama mama yangu alikuwa bado amenishika mkono wangu huku machozi yakimtoka. Nilijisemea moyoni, hata kama nitapoteza kila kitu nilichonacho katika maisha yangu, lakini kamwe siwezi kumtoa mamangu sadaka. Mamangu huyu aliendelea kwa upendo. Maskini, ona mamangu anavyoumia. Bado Baraka anaendelea kutueleza. Baraka anasema maisha yanaweza kubadilika ndani ya muda mfupi kuliko tunavyotarajia. Baraka, mimi nilipofumbua macho hospitalini nilidhani nilikuwa nimekikwepa kifo. Sikujua kuwa habari zilizonisubiri zingekuwa nzito kuliko maumivu yote niliyokuwa nimeyavumilia. Mama yangu aliendelea kushika mkono wangu huku machozi yakimtoka bila kukoma. Nilikuwa sijai kumuona hata siku moja mama yangu akilia kwa uchungu kiasi kile. Nilijitahidi kunyanyua mkono wangu na kumfuta machozi mama yangu. Nikamwambia, mama usilie, nimepona. Ulikuwa ni mshtuko tu. Lakini badala ya mama yangu kutulia, mama yangu alizidi kulia zaidi. Akaniambia, unaniambia nisilie mwanangu? Mama yangu aliongea kwa sauti ambayo ilikuwa ina mkwaruzo wa kilio ambacho alikuwa analia. Mama yangu akaendelea kusema. Akasema, kwa nini mwanangu? Kwa nini amekukuta majanga makubwa kiasi hiki? Baraka anasema niliendelea kumtazama mamangu. Mama yangu akaendelea kusema. Akasema, mwanangu, biashara zako, mali zako, kila ulichokitafuta kwa miaka yote, ndani ya kipindi kifupi tu mwanangu, kimeanza kutoweka. Vimetoweka vyote mwanangu. Mama yangu aliongea huku akitikisa kichwa kama sikitiko. Mama yangu akaendelea kuongea. Akasema, mwanangu, hata sijui ni nini ambacho kimekutokea katika maisha yako. Sijui. Yaani watu ni wabaya sana katika dunia hii. Watu wengine wanasema umeandamwa na mikosi, wengine wanasema labda umerogwa kulingana na mafanikio yako ikiwa bado ingali kijana mdogo. Machozi yaliendelea kumtiririka mamangu. Mama wangu akaendelea kuongea. Akasema, lakini mwanangu, hata kama ni hivyo, nilijua wewe ni kijana mwenye nguvu, kijana mpambanaji. Nilikuwa na imani kwamba ungeanza tena upya. Mali zinaweza kutafuta tena mwanangu. Zinatafutwa. Lakini si viungo ambavyo unavyo katika mwili wako. Mamangu alinyamaza kwa sekunde chache. Uso wake ulibadilika. Kilio kikawa kizito zaidi. Mamangu akaendelea kusema. Akasema, lakini mama alishindwa kumaliza sentensi yake. Baraka anasema nilianza kupata wasiwasi. Nikasema, mama, kuna nini? Mbona unanitisha? Mamangu aliniangalia usoni. Akasema, mwanangu Baraka. Sauti ya mamangu ilikuwa inazidi kuwa dhaifu. Akasema, mwanangu, kila kitu kitatafutwa. Kila kitu kitaanza upya. Mali utatafuta upya. Na imani Mungu anaweza kukusaidia. Lakini mwanangu, vipi kuhusu mguu wako? Baraka anasema moyo wangu ulianza kwenda mbio. Nilijitahidi kuinuka kitandani, lakini maumivu yalinizuia. Nikamwambia, mama, mguu wangu una nini tena? Mama akashika uso wake kwa mikono miwili. Akasema, mwanangu, madaktari wamemfanyia vipimo. Baraka anasema baada ya kusikia maneno hayo, nikameza mate. Nikasema, mama, wamesemaje? Mama aliendelea kububujikwa na machozi. Akasema, mwanangu, wanasema kidonda kimeenea sana. Yaani una kansa ya mguu ambayo imetambaa kwa kasi sana. Baraka anasema nilisi mwili wangu kisisimka. Mama akaendelea kusema. Akasema na mama akafumba macho kwa uchungu. Akaendelea kusema. Akasema eti madaktari wanasema kwamba ili kuokoa maisha yako huenda wakalazimika kukata mguu wako mwanangu. Baraka anasema, nikasema nini? Unasemaje mama? Yaani nilipaza sauti kwa mshtuko. Sikutaka kuamini nilichokisikia. Nikasema, hapana mama, haiwezekani. Hawezi kukata mguu wangu. Hapana mama. Haiwezi kuwa hivyo. Nilijaribu kushuka kitandani, lakini maumivu makali yalinifanya nirudi tena kitandani. Nikasema, mama, siwezi kukubali. Siwezi kukubali mguu wangu ukatwe hata mara moja. Mama naye akaanza kulia zaidi. Akasema, mwanangu Baraka, na mimi siwezi kukubali. Nilikuzaa ukiwa mzima. Nilikuona ukikua kwa miguu yako miwili. Leo hii naambiwa eti uondoke hospitalini ukiwa na mguu mmoja. Hichi ni kitu ambacho kinaniumiza sana mwanangu. Lakini nitafanyaje?
Ni bora kupoteza mguu wako mmoja kuliko kupoteza uhai wako. Bado nakuhitaji katika maisha yangu mtoto wangu. Bado wewe ni tegemezi kwangu. Bado wewe ni furaha katika maisha yangu. Yaani hata ukiwa na mguu mmoja, mimi bado nitaendelea kuwa mama yako. Wewe bado utaendelea kubaki baraka wangu mwanangu. Itabidi iwe hivyo kama madaktari walivyosema. Baraka anasema chumba kizima kikatawaliwa na huzuni. Nilishika kichwa changu kwa mikono yangu miwili. Mawazo yakaanza kunijia kwa kasi. Nikaanza kujiuliza, je, kweli huu ndio ulikuwa mwisho wa kila kitu katika maisha yangu? Nilipokuwa bado nimezama kwenye mawazo hayo, mlango wa wodi ulifunguliwa taratibu. Daktari aliingia akiwa ameshika jalada la vipimo mkononi. Daktari akatusalimia kwa utulivu, kisha akasema tafadhali, ningependa kuzungumza kuhusu matokeo ya vipimo na hatua zinazoweza kuchukuliwa. Na kabla ya kufanya uamuzi wowote, tunahitaji kwanza kuzungumza nanyi. Baraka anasema nilimtazama daktari kwa hofu. Moyo wangu ulikuwa ukidunda kwa nguvu. Sikujua kama bado kulikuwa na tumaini la kuokoa mguu wangu au kama maisha yangu yalikuwa yanakaribia kubadilika milele. Bado Baraka anaendelea kutueleza. Baraka anasema kuna wakati Mungu huturuhusu tupitie majaribu makubwa ili kutufundisha kwamba hakuna utajiri unaostahili kupoteza utu, amani au maisha yetu. Baraka, mimi nilichelewa sana kuelewa somo hili, lakini nilimshukuru Mungu kwa kunipa nafasi ya mwisho. Basi nilimtazama daktari aliyekuwa amesimama pembeni ya kitanda changu. Nikavuta pumzi ndefu, kisha nikasema kwa sauti ya utulivu. Nikasema, sawa daktari, tumekusikia. Lakini tafadhali, najua unachotaka kuzungumza nasi, lakini naomba utupe muda kidogo tu. Kuna jambo muhimu nataka niongee na mama yangu kwanza. Daktari alimtazama kwa sekunde chache, kisha akatikisa kichwa. Akasema, sawa, nitawapa muda. Nitarejea baada ya muda mfupi tu. Basi daktari baada ya kuongea maneno hayo alitoka nje na kufunga mlango taratibu. Mimi na mamangu tukabaki wawili ndani ya wodi ile. Mama alimtazama huku macho yake yakiwa yamejaa machozi. Nikashika mkono wa mamangu. Nikasema, mama. Mamangu akasema, naam mwanangu. Nikasema, naomba unisaidie kitu kimoja mamangu. Naomba unifanyie jambo moja tu. Mamangu akasema, lolote lile ambalo utahitaji mwanangu, nitakufanyia. Nikamwambia, mama, naomba ukamtafute kiongozi yoyote wa dini, mchungaji au kiongozi yoyote yule unayemjua wa dini. Nataka aje hapo hospitalini na jambo ambalo nataka kukiri mbele yake. Mama yangu alinishangaa sana, lakini hakuniuliza maswali mengi. Aliona namna nilivyokuwa makini, nilikuwa serious na jambo lile. Mama yangu akatoka haraka hospitalini kwenda kumtafuta kiongozi wa dini au mtu yoyote wa dini. Baada ya muda mfupi, mama yangu alirejea akiwa ameongozana na mchungaji mmoja. Mchungaji huyo aliingia wodini kwa utulivu, akatusalimia, kisha akaketi karibu na kitanda changu. Mchungaji yule alimtazama kwa upendo, kisha akasema, mwanangu, mama yako amesema unahitaji kuzungumza na mimi. Baraka anasema nilitikisa kichwa, machozi yakaanza kunitoka. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu nilifungua moyo wangu. Nikamsimulia kila kitu mchungaji. Nilianza kumweleza tangu kipindi nikiwa naishi maisha ya kimaskini, tangu nilivyokuwa nikidharauliwa, na tangu siku ambayo nilikutana na yule mzee ambaye alinipa huu utajiri wa masharti. Nilimsimulia masharti niliopewa na jinsi nilivyochagua sharti la kidonda, jinsi nilivyokuwa napata utajiri kupitia maumivu makali, jinsi siri ilivyofichuka kupitia mke wangu, na jinsi maisha yangu yalivyoanza kubomoka taratibu. Nilipomaliza kusimulia, chumba kizima kilitawaliwa na ukimya. Mama yangu alikuwa analia kimya. Mama yangu hakuwahi kujua kuwa mtoto wake mimi nilikuwa nimebeba siri nzito kiasi kile, na utajiri wangu haukuwa halali, haukuwa ni mapenzi ya Mungu, ulikuwa ni wa kujitafutia mimi mwenyewe, utajiri wa njia fupi. Mchungaji akaniangalia kwa huruma, kisha akasema kwa sauti ya utulivu, akasema, sawa mwanangu, jambo jema ulilofanya leo katika maisha yako ni kukubali ukweli na kutafuta msaada. Hakuna kosa ambalo haliwezi kusamehewa mbele ya Mwenyezi Mungu pale mtu anapotubu kwa moyo wa kweli. Mchungaji akaniomba tushike mikono. Sote tukainama. Maombi yakaanza. Mchungaji aliomba kwa moyo wote. Aliomba kwa baraka, rehema na mwanzo mpya. Na baada ya kumaliza maombi, mchungaji aliniangalia na kusema, akasema, mwanangu, kuanzia leo
Kataa kila kilichokufunga kwenye njia isiyo sahihi. Vya shetani vibaki kwa shetani. Wewe chagua kutafuta riziki kwa njia halali, kwa jasho na uaminifu. Huenda isiwe rahisi, lakini utakuwa na amani ambayo fedha za njia mkato haziwezi kununua. Baraka anasema, nilifumba macho yangu. Nilihisi amani ambayo sikuwa nimehisi kwa miaka mingi. Taratibu nikaanza kunyanyua mguu wangu. Maumivu makali yaliyokuwa yananitesa yakaanza kupungua. Nilitazama kile kidonda. Kilikuwa kikikauka mbele ya macho yetu. Harufu kali iliyokuwa ikitoka ikatoweka. Mama yangu alibaki ameduaa. Mama yangu akasema, Baraka mwanangu. Mama alisema kwa mshangao. Machozi ya huzuni yakageuka kuwa machozi ya furaha. Mama yangu alinikumbatia kwa nguvu. Akasema, namshukuru Mungu mwanangu. Namshukuru Mungu umerudi kwa salama. Hakika Mungu ni mwaminifu. Mchungaji akatabasamu kisha akasema, kumbukeni, mali inaweza kupotea na ikapatikana tena. Lakini maisha, amani ya moyo na dhamiri safi ni hazina kubwa kuliko utajiri wowote ule. Baraka anasema, nilimtazama mama yangu, nikashika mkono wake, nikamwambia, mama, nisamehe sana kwa kuficha ukweli huu kwa miaka yote hii. Nisamehe sana mamangu. Mama yangu akaniweka mkono begani, akasema, mwanangu, kilichopita kimepita. Cha muhimu ni kwamba umechagua njia sahihi. Kuanzia siku hiyo nilianza upya. Kwa juhudi, uaminifu na kumtegemea Mungu, nikajenga maisha yangu hatua kwa hatua. Hayakuwa maisha haraka kama zamani, lakini yalikuwa na amani. Na kila nilipoona vijana wakitamani mafanikio ya haraka, niliwaambia maneno haya: siku zote katika maisha, njia ya mkato inaweza kukupeleka kwenye utajiri wa muda, lakini mwisho wake unaweza kukuondolea kila kitu. Tafuta riziki kwa njia halali, maana amani ya moyo ni utajiri mkubwa kuliko mali yoyote ile. Utajiri unaopatikana kwa njia zisizo halali unaweza kuonekana na kuvutia kwa muda, lakini mara nyingi huambatana na hofu, maumivu na majuto. Kazi halali, uaminifu na subra hujenga mafanikio yenye amani na heshima ya kudumu. Naam, na huo ndio mwisho wa simulizi inayokwenda kwa jina la Najuta Kutoa Siri ya Utajiri Wangu. Baraka ndivyo ambavyo anahitimisha simulizi hii. Je, ni kipi ambacho umejifunza katika simulizi hii? Mwisho wa simulizi hii ndio mwanzo wa simulizi nyingine. Msimuliaji wa simulizi hii ni mimi, Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na TikTok. Napatikana kama Faraja Simkwai. Lakini pale YouTube unaweza kusearch Chemchem ya Simulizi. Najuta Kutoa Siri ya Utajiri Wangu.